Uongozi wa klabu ya Yanga umefanya kikao cha tathmini ya timu kufuatia kumalizika kwa mzunguko wa kwanza wa ligi kuu bara msimu huu hapa. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Yanga, imesema kwamba imefanikiwa kucheza mechi 16 bila kupoteza, ikishinda mechi 11 na kutoa sare 5, huku pia ikipewa sifa ya kuwa timu yenye mabao mengi zaidi mpaka sasa hivi. Hata hivyo, kwa upande wa uongozi wenyewe umebainisha kwamba changamoto kadhaa pia ambazo zimekumba timu hiyo, ikiwemo ratiba ngumu ya mechi ambazo zimeambatana na safari ndefu pamoja na majeraha ya wachezaji 8 muhimu ambayo yameathiri kikosi. Sasa ni kusomea ile taarifa ambayo imetolewa na klabu ya Yanga ambayo yenyewe imepostiwa kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram muda mfupi tu kutokana na kile ambacho kimetokea. Lakini wadau mbalimbali walikuwa kihisi pengine kutokana na matokeo ya Yanga kitakachotokea ni kocha wa Yanga kufukuzwa kutokana na mwenendo wa sare ambao umekuwa ukikabili timu hiyo hususan kwa kipindi cha hivi karibuni. Utakumbuka mechi yake ya mwisho kabisa ilichezwa katika uwanja wa CCM Jamhuri Dodoma, ikicheza dhidi ya Pamba Jiji, ambapo mechi hiyo ilimalizika kwa kufungana goli 1-1. Sasa kile ambacho kimeandikwa kupitia kwenye ukurasa wa Instagram wa Yanga na kile ambacho kimeelezwa, taarifa hiyo imeelezwa kuwa uongozi wa Young African Sports Club leo tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2026 umekutana makao makuu ya club Jangwani jijini Dar es Salaam na kufanya kikao cha tathmini ya timu yetu Men Senior Team baada ya kumalizika kwa mzunguko wa kwanza wa ligi kuu msimu huu. Kikao kilianza kwa uongozi kupokea ripoti ya kikosi chetu kutoka benchi la ufundi chini ya kocha mkuu Pedro Goncalves, ambapo ripoti hiyo ilionyesha baadhi ya takwimu nzuri za timu katika mzunguko wa kwanza. Mpaka sasa Young African Sports Club tumecheza michezo 16, tukishinda michezo 11, sare 5 na hatujafungwa mchezo wote ule. Vilevile Young African Sports Club ndio timu iliyofunga magoli mengi zaidi kwenye ligi kuu mpaka sasa hivi, magoli 32, huku tukiwa na rekodi nzuri pia ya kuruhusu magoli machache kuliko timu nyingine ambapo tumeruhusu magoli 3 tu. Hata hivyo, baada ya kupitia kwa kina ripoti hiyo ya benchi la ufundi, uongozi umebaini changamoto kadhaa zilizoisumbua timu katika mzunguko wa kwanza wa ligi. Mosi, ratiba ndani ya siku 21 kikosi chetu kimecheza michezo 7 mfululizo, michezo 6 ya ligi kuu na mchezo mmoja wa kombe la shirikisho la CRDB. Ratiba hii pia ilijumuisha na safari ya umbali wa kilomita 4462 kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine kwa ajili ya mechi za ugenini. Uongozi unaamini safari hizi na ratiba kubana kulipunguza ufanisi wa wachezaji kutokana na uchovu uliopatikana. Pili, majeraha. Mpaka sasa timu yetu ina wachezaji 8 muhimu ambao wamepata majeraha tofauti yaliyowapelekea kukosa michezo: Komeni Abubakar, Clement Mzize, Dickson Job, Ibrahim Baka, Chad Kiboka, Eribun John, Prince Dube na Laurindo Maria Deb. Wachezaji 3 kwenye orodha hii wamepata majeraha yatakayowaweka nje mpaka mwisho wa msimu. Aidha, licha changamoto hizo, uongozi umegundua uwepo wa changamoto ya kiufundi inayofanya timu icheze aina tofauti ya uchezaji, style of play, na ile ambayo imezoeleka na kuendana na wachezaji walio ndani ya kikosi. Changamoto hii ya kiufundi imekuwa sababu ya kufanya timu kupata wakati mgumu kupata matokeo mazuri na kucheza vizuri pia kwenye baadhi ya michezo ya ligi kuu. Hivyo, katika kutatua changamoto hii, uongozi wa Young African Sports Club umefikia uamuzi wa kumuongezea kwenye benchi la ufundi kocha Abdulhamid Moalin kama kocha msaidizi wa kocha Pedro Goncalves. Kocha Moalin amewahi kuhudumu katika klabu yetu kama mkurugenzi wa ufundi na kocha msaidizi katika vipindi tofauti chini ya kocha Sadramovic na Milud Hamdi na kupata mafanikio makubwa ya kushinda kombe la ligi kuu 2024-2025, kombe la shirikisho la CRDB 2025 na kombe la muungano 2025. Uongozi wa Young Africans unamkaribisha kocha Moalin na kumtakia kila la heri kwenye majukumu yake mapya kwa kushirikiana na makocha wengine ndani ya kikosi chetu. Mwisho, uongozi wa Young Africans
Unapenda kuahidi wananchi na mashabiki na wapenzi wa klabu yetu kuwa timu yetu itarudi mzunguko wa pili ikiwa imara na nguvu kubwa kuelekea kutimiza malengo yetu kwa msimu wa 2025-2026 kwa kushinda ubingwa wa ligi kuu ya NBC na kombe la shirikisho la CRDB. Daima mbele, nyuma mwiko. Hiyo ndio taarifa ambayo imetolewa na timu ya Yanga kutokana na mwenendo wa timu hiyo hususan kwa kipindi cha hivi karibuni. Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube kwa taarifa zaidi ambayo inasomeka Dodoma TV.